mkataba wao hauwezi kaisha siku moja. Na nielewa, inabidi kwanza watu tuwe na akili. Mkataba wao hauwezi kaisha siku moja. Mr. Champagne anatafuta media zimuongelee. Mtu ambaye yuko professional ni yule ambaye ukiongea kwenye media, ukiachoko kwenye media, sio tena uchukue wewe linki ndo mtumie Kirikou sikia. Bantu Boy ilikuwa ina mkataba wowote nao wasanii, walikuwa tu ni kusaidiana tu. Unanielewa? Platform show. Sijui niseme mkataba umeisha, sijui niseme vijana wamefukuzwa, but yote nawapa kwanza pole mashabiki wa Bantu Boy, kwa sababu unajua mko kwenye wakati mgumu sana kwa sasa. Unajua mlikuwa mmeshazoea mnamfollow Kirikou, mnamfollow Double J kwa kusema ni watoto wenu, ni vijana wenu wa Bantu Boy. Sasa kwa sasa mko confused, hamjui kwamba muendelee kuwa support ama mfanye nini, kwa sababu mlikuwa mmeshazoea Kirikou wa Bantu Boy, Double J na Bantu Boy. Sasa you guys you so confused, unanielewa? So poleni kwa msiba, kwa sababu ni msiba, unanielewa? Yeah. Kivyangu mimi nitawaomba mashabiki wa Burundi, mashabiki wa Bantu Boy, endeleeni kwa support au wa vijana wawili. Muendelee kuwaunga mkono, muendelee kuwashika bega kwa bega. Ni vijana wenu, kwa kuwa tukitoa hilo jina la Bantu Boy tutakuta ni jina la Warundi. Hawa vijana ni Warundi, unanielewa? So tuendelee kwa support kwa pamoja na tuendelee kuwashauri kitu ambacho tunaona hawapo sahihi, tuwashauri. So huyu ni muda wa kuwashauri, huu ni muda wa kumshauri Fizo, na huu ni muda wa kuwashauri hawa vijana wake wawili, unanielewa? Huyu sio muda wa kuanza kusema wewe uonekane wewe ndo mbora, wewe ndo mshauri bora, ama wewe ndo mtu ambaye unajua sana, ama wewe ni mtu ambaye una machungu sana na Fariaz, ama una machungu sana na Kirikou ama Double J. Mnajua mkataba, kipindi wamesaini mkataba, mimi na nyie mashabiki hatukuepo, unanielewa? Na yale ambayo yaliandikwa kwenye mkataba, mimi na nyie hatukuepo, unanielewa? So tusitaki kujifanya kwamba tunajua sana, wala tusitaki kujifanya kwamba tunaegemea upande mmoja, tunaegemea upande wa Fariazi ama tunaegemea upande wa Kirikou ama Double J. Sisi kama sisi wapenzi wa muziki mzuri, kwa sababu Kirikou ni mtu ambaye ana record, ana release nyimbo nzuri, Double J ni msanii mzuri. So tuendelee tunasimamia hapo kwenye haki ya kitu kizuri. So tukianza pale kwenye contract ya Bantu Boy, kama jinsi nimewaambia, mimi na nyie hatujui kimeandikwa nini, unanielewa? Na kitu ambacho mkae mnajua kwamba Bantu Boy imeandikwa kwamba contract yao, mkataba wao umefikia mwisho, unanielewa? Tukitizama Kirikou na Double J hawakusaini contract siku moja, yani wote mkataba wa kusaini siku moja. So ni kuna moja ambaye wenda kasaini kuanzia 2015 mpaka 2021, ndio leo ambao mkataba wao umeishia. Na Kirikou wenda amesaini kuanzia 2016 mpaka 2020. Sasa hao watu mkataba wao hauwezi kaisha siku moja, na nielewa, inabidi kwanza watu tuwe na akili. Mkataba wao hauwezi kaisha siku moja, eti kwamba mkataba umeisha, wamekataa kurenew mkataba, ndio hivyo. No, kiufupi huyo mkataba haukuisha, kwa sababu mkataba ungekuwa umeisha tungeanza na msanii mmoja. Kirikou alisaini miaka 5, alianza kuanzia alianza kuanzia 2015 mwezi wa pili, utaisha 2021 mwezi wa pili, ndo mkataba huyo. Double J amesaini kuanzia tuseme ameanzia huyo 2015
2015 mwezi wa 5 utaisha 2021 mwezi wa 5. So hawa watu wawili wana mikataba tariki tofauti, kwa sababu mkataba siku na usaini to wanaanzia kucount kuanzia hiyo siku ambayo umesaini. Double J amesaini siku yake kivyake, if I remember, na Kirikou amesaini siku yake kivyake, tariki yake, mwezi wake na mwaka wake. So hawa watu wawili mkataba wao hauwezi kaisha siku moja. We have to be wise. Na nielewa. Na ndio kama nimekwambia kwamba nyumba ambayo hauishi yemo hauwezi kujua ni sehemu gani ambapo panavuja. Na nielewa. So kitu ambacho ningetaka kuwaomba washabiki wa Burundi, tuzidi kusupport muziki mzuri. Tumsupport kaka mkubwa Fizo, tuwasupport hao wadogo zetu, kwa kuwa mimi na nyie hakuna mtu ambaye anajua ni kitu gani ambacho kiko ndani na kosa ni nani kakosea na sababu ni sababu gani ambayo imesababisha mkataba wao uishe. Narudilia kwenye video ambayo nimeiona leo ya Mr. Champagne. Sijafurahia kwa kuwa Mr. Champagne yeye anajitengenezea biashara yake, anajitengenezea brand yake. Anataka kufanya nini? Aharibu brand ya wenzake. No, siwezi nikafurahia kwa kuwa Mr. Champagne anatafuta media zimuongelee. Anatafuta achukue attention kwa mashabiki. So yeye ni mtu ambaye hajui, yani akisikia kitu chochote hiyo siku atachukua kamera yake na anaongea. Na nielewa. So nimemsikia kwenye video yake ameongea pointi kadhaa. Hizo pointi mimi naona kama hizo pointi has make sense, because Mr. Champagne ni best friend wa Fariaz. Siku Big Fizzo alifika Burundi, amekaa kwenye quarantine. Mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa Mr. Champagne, na walitrend kwenye gari. Na naelewa. Na kwa nini Mr. Champagne hakumuuliza Big Fizzo what is the reason? Kwa kuwa Fariaz mimi ni brother wangu na ni rafiki yangu, because we always talk, tunaongeaga mambo yetu ya kazi na mambo ambayo yanahitaji ushauri ananishauria. Na Mr. Champagne pia ni mtu wangu wa karibu, na yeye pia tunaongea 24 hours. So here kuna mambo ambayo hayako sawa. Yeye Mr. Champagne ameongea kwamba wale ule dogo kwa nini wametoka kwenye lebo. Bantu Boy imeshasema kwamba mkataba umeisha na mkataba hatutaki kuendeleza. Unataka ule dogo afanye nini? Twende tuseme hapo penyewe kasema kwamba hata kama umefukuzwa, kwa nini umekubali kufukuzwa? I make sense. Mimi nikikufukuza wewe toka ndani mwangu, ukirudia tena ndani mwangu kwa force, wewe unaweza nikakuumiza, wewe unaweza nikakupiga, wewe unaweza kukumwagia maji ya moto. Na so nikikufukuza ndani mwangu, kitu ambacho kinahitajika ni wewe utoke uende. Na naelewa. So Mr. Champagne kaongea kwamba wamekufukuza, kwa nini Kirikou kubali ufukuzwe? I make sense. Haieleweki. Mtu kifukuzwa dawa ni kuondoka. Na naelewa. Na mkataba kama umeisha, wewe Mr. Champagne hauwezi ukaenda kuongelea na japo haujajua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaandikwa kwenye mkataba, kwa sababu kila contract ina vipengele vyake. Naelewa. Wenda vipengele ambavyo vilitajika kufanyiwa kwa wale wa vijana vikufanyiwa. Naelewa. Wenda wakubwa hiyo management yao imekosea kitu fulani, wa vijana wanasema hapa kuna hichi na hicho, kwa kusema mkataba hadi hiyo barua yaandikwe ya Bantu Boy ya kusema kwamba sisi tunamaliza mkataba na Double J na Kirikou. That mean wamekaa chini, wamejifikiria, wamekaa management yote chini na wameona uamuzi ni kufanya nini, ni kutoa hiyo barua. Sasa wewe Mr. Champagne hauna chochote cha kusaidia, kwa kuwa ungekuwa wa kusaidia
before hiyo barua haijatoka, wenda Fariazi hangekutafuta umpe ushauri, na wala Kirikou kama yeye ndo aliamua atoke kule, angekuwa kutaka ushauri wako, angekutafuta na kwambia mzee nataka hivi na hivi. Unanielewa? Lakini nothing. Na hapo umekuja kumwambia kwamba unamkataza yeye Kirikou kwamba asifanye interview. I make sense. Unanielewa? Kirikou ni mtoto mdogo na bado anaendelea na njia yake bado ndefu sana. You have a right kufanya interview. Sio kisa wewe Mr. Champagne umeshachukua uamuzi wa kusema mimi sitaki kufanya interview na TV online yoyote, wala sitaki kufanya interview na media yoyote, ndo na yeye Kirikou afate maamuzi yako. Na sio kusema eti alikuwa Bantu Boy walikuwa wataki kufanya interview na media yoyote wala nini, na yeye kula anapokwenda aendelea na simama ule na ule msimamo wa kusema hataki kufanya na so no. Anaelewa? Hiyo ni serikali yake yeye. Anajua ni kitu gani. Hawa ni vijana ambao wanajua kitu ambacho wanachokifanya. Kwa ungekuwa wewe ni mtu mzuri kwa Kirikou, haingekuwa kusema ende kwenye media kama jinsi wewe mwenyewe umeongelea. Akisha tena umechukua hiyo linki umemtumia Kirikou, hiyo inaonyesha kwamba haupo professional. Unanielewa? Mtu ambaye yuko professional ni yule ambaye ukiongea kwenye media, ukiachoko kwenye media, sio tena uchukue wewe linki ndio mtumie Kirikou sikia. Unanielewa? Akisha tena Kirikou anakuambia poa kaka mkubwa nashukuru, unachukua tena screenshot unaiweka kwenye media. I make sense? Haieleweki. Unanielewa? So guys, kitu ambacho naweza nikawashauri ni kwamba sisi wote tunapenda muziki wa Burundi, tunataka maendeleo kwenye muziki wetu. So tusikae hapo kwa ajili ya kufurahia matatizo ya wengine, na wala tusikae kwa ajili ya kuchochea kuni huku ukijionesha huko mzuri kumbe huko chini wewe ni mbaya. Kwa kusema ungekuwa mtu mzuri wewe Mr. Champagne, ungemshauri Fariazi before hiyo barua haijatoka. Unanielewa? Na huyo dogo hana tatizo yote. Tatizo ni wewe kuikaa na mkubwa. Unanielewa? Wewe hayo maneno uongee kwa mkubwa, uongee na kaka mkubwa, mkumbushe huyu mdogo umemtoa mbali, huyu dogo ameshakufanya hapa duniani, wewe ndo baba yake, mama yake amefariki, amekuacha kwake, amemwacha dogo mikononi mwako. So kaka mkubwa, acha kufanya hichi, before ufanye kitu chochote kumbuka kwamba huyu dogo wewe ndo umemleta mjini. Unanielewa? So sio wewe ndo umshauri Kirikou ni mtoto mdogo. Unanielewa? Kwa kuwa mimi na wewe hatujule mkataba kama wamefanya mkataba kweli ama hakukuwa mkataba. Kwa kusema kwa mimi kwa experience yangu ya muziki ambao najua, branding ambayo Big Fizzo kaifanya kwa Kirikou ni branding ambayo Kirikou alipasha mpe mkataba wa maisha. Unanielewa? Alipasha mpatie mkataba wa miaka 20 ama miaka 30, kwa kusema ni branding ambayo inachukua pesa nyingi sana. Sasa ukiniambia kwamba hii branding yao imechukua miaka 3-4 na Fariazi hajafaidika chochote kupitia Kirikou, ila Kirikou ameshafaidika jina, unanielewa? Inaonyesha tu kwamba hapa hakukuwa mkataba. Kwa kusema mkataba ni ule ambao wewe unamfanyizia mtu kwa faida ya kusema next siku ambao huyu mtoto atakuja kuwa msanii mkubwa, mimi nitafaidika kitu fulani. Sasa hapa inaonekana Bantu Boy ilikuwa ina mkataba wowote nao wasanii, walikuwa tu ni kusaidiana tu. Unanielewa? Kwa sababu mkataba wa kusaidiana, kusema mimi dogo acha mimi nimsaidie, ni mkataba ambao huyu akimchukia mwenzake ama huyu akimjibia mwenzake ama Fariazi akimtuma mtoto maji akumletea maji, wewe itakufukuza hapa kwenye nyumba yangu. Ama mtoto ama mkubwa alimwaahidi mtoto kumletea maji, kama kumletea maji kaka mimi natoka hapa kwako. Unanielewa?
mkataba kabisa, mkataba wa kisanii jinsi unavyokwenda. Mimi hata tukigombana tunagombana kivyetu, lakini maandishi yako pale. Unanielewa? Maandishi ya mkataba wetu unasema nini? Kwa sababu sio eti kisa tuligombana ama yale hiyo masababu ambayo wenyewe mko naongea kwenye media eti Fariazi eti Double J akumposti Fariazi na ndio kwa maana Fariazi kamfukuza. I make sense, haieleweki. Kwa kusema kuposti haiwezi kasababisha kuharibu mkataba, kwa kusema mkataba una vipengele vyake. Unaweza kusema ukikatisha mkataba na kama mkataba hujaisha, wewe unaweza kumlipa mwenzako fine kadhaa na unaweza kumlipa pesa kadhaa. Sasa hizo pesa hakuna mtu ambaye nishasikia Double J ameenda kuclaim kwamba bwana mkataba umeisha, mimi nishatumikia Bantu Boy miaka kadhaa na Bantu Boy imeshafaidika kupitia mimi, ama Bantu Boy inaenda kuclaim same fulani kusema eti kwamba hao vijana wamekataa kuongeza mkataba na sisi tumeshatumia hela nyingi sana kwa brand, watanilipa hela kadhaa. Unanielewa? So kiufupi ni kwamba tufungue macho. Hawa watu kulikuwa hakuna mkataba, unanielewa? Ni mambo ya kusaidiana tu. Na ndio kwa maana nitawaomba sana wa investors wote wa Burundi, tufanye kitu ambacho kiko professional. Tufanye kitu ambacho kiko professional, ambacho kitakuja kumaliza haya matatizo ya wasanii na management. Wasanii na management. Kama mimi Wonderboy mnaona na kauya hadi sasa hivi sitaki kusaidia wasanii wote wa Burundi. Sitaki kurudi kwenye management yangu hajachukua msanii wote. Kwa kusema mimi mwenyewe nimejikuta kwamba haya matatizo yamewatokea Bantu Boy, yamenitokea na mimi pia. Unanielewa? Nimechukua Kingorongoro, nimemchukua Vive kama mdogo wangu, nasema nimsaidie. Nyie huku nje mlijua tu kwamba mimi Kingorongoro kasaini mkataba na mimi. Kingorongoro hakusaini mkataba wote na mimi. Unanielewa? Na ndio kwa maana Kingorongoro nimemfanyia oza mbona nikakuja wakamwingia masikio, kesho kasikia Kingorongoro anakuambia mimi natoka kwenye management. Kingorongoro sikusaini naye mkataba. Hicho ni kitu cha kwanza. Nelson B nilikuwa sijasaini naye mkataba. Unanielewa? Nelson B nilisema acha ni invest pesa, nikiona kwamba watu wanampokea vizuri na vitu ambavyo nilikuwa napangilia kuvifanya na naona kama navifikia. Platform Show.